wana Kisesa, mimi niendelee kuwapongeza sana kwa kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kwa miongo mingi kimekuwa chama imara, chama madhubuti, chama kinachopima viongozi wake. Niwaambie leo, viongozi hao ambao tunawanadi leo, pamoja na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Diwani na Mheshimiwa Mbunge, wamepita kwenye vikao vya chama zaidi ya vikao 5. Wanajadiliwa, wanapimwa, na pasipo shaka yoyote chama kikajiridhisha kwamba Mheshimiwa Kimbage kwa nafasi ya udiwani, Mheshimiwa Kiswaga kwa nafasi ya ubunge, na Mheshimiwa Rais kwa nafasi ya rais wanafaa, wanaweza, wanahitaji kuendelea kuchochea maendeleo katika maeneo yetu. CCM wewe! Ndugu zangu, waulizeni wagombea wanaokuja kudanganya hapa, wao kwenye vyama vyao wamepitishwa na vikao gani? Urumaka chote kirendo kuweka kukaa kutoka pera kutoa form angona babati wani. Ndugu zangu, endeleeni kuamini kwamba viongozi wa Chama cha Mapinduzi ndio viongozi ambao wanaweza kusimamia maendeleo ambayo tunayatarajia, kwa maana ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa maana ya mbunge wetu Kiswaga, kwa maana ya Mheshimiwa Diwani Kimbage. Kwa pamoja tunaamini ilani ambayo tumeileta kwenu inakwenda kutekelezeka kwa vitendo. Hicho nikiamini kwamba tarehe 29 tunakwenda kuchagua viongozi wote ambao Chama cha Mapinduzi kimewaleteeni mwachague. CCM oye! Sasa Mheshimiwa Kiswaga, nikukaribishe Mheshimiwa Mbunge, karibu sana uzunguze na hadhara hii. Leo niko kwenye kijiji cha Wita. Unapozungumza hapa nazungumza na wananchi wa Wita, ila mkiwepo wa vijiji vingine ni sahihi, lakini kule ambako sijafika kwenye vijiji vyenu nako nitafika. Ndugu zangu wapendwa, watu wa Kisesa, watu wa Wita, nataka niseme diwani na mbunge ni chombo chenu, ni chombo cha wananchi, ni chombo cha kusikiliza, ni chombo cha kubeba, ni chombo cha kuwasemea kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais na ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Kama chombo chenu kwa miaka 5 ambayo imepita, nikitumika mimi pamoja na Kabadi pamoja na Daktari Samia Suluhu Hassan, tumefanya mambo mengi ambayo ninyi ni mashahidi. Nimekuwa kila mwaka nikija hapa nikiwaeleza, nikifafanua, nikisikiliza kero zenu, ukiendelea kunituma na mambo nimeendelea kuyatatua kama ambavyo kusudio lenu lilivyo kwetu. Kwa hiyo nataka niwahakikishie kwamba ndani ya miaka 5 yaliyoelezwa tumeyafanya kwa kijiji cha Wita ni kweli, na ninyi ni mashahidi wa kuona. Tukianza na shule yetu ya msingi ya Wita, shule hii tulileta milioni 540, tukaleta milioni 30, tukaleta milioni 81. Kwa hiyo jumla milioni 600 na sehemu tumezileta kwenye shule mpya ya Wita, baada ya kuona kwamba
pamoja na kufungua shule mpya ya Muungano, bado wanawita ni wengi, wanaongezeka kila siku, na Rais Dr. Samia akatusikiliza kwa sababu sisi tulimweleza yale ambayo wanyinyi wanawita yanawapa shida. Dr. Samia baada ya kumweleza kwamba pamoja na wanafunzi wanaosoma sekondari ya Kitumba bado kuna upungufu wa madarasa Kitumba, Dr. Samia alitupa milioni 200, baadaye akatupa milioni 280, jumla milioni 480, tukaendelea kujenga kwa madarasa kwenye shule yetu ya Kitumba, na leo shule ya Kitumba tumeipandisha hadhi, imekuwa kidato cha 5 na cha 6. Ni kwa sababu Dr. Samia anatusikiliza. Kwa tunapokuja kwenu tukiomba kura, tunakuja kifua mbele tukieleza kwamba pamoja na shule ya sekondari Kitumba bado watoto wa Mondo wanapata shida. Dr. Samia ameendelea kutupa fedha ili watoto wa Mondo kule wasije kusoma Kitumba. Tumeanza kujenga sekondari na hivi karibuni tutapewa fedha za kukamilisha ili watoto wa Mondo waanze kusoma mwaka kesho kule Mondo. Samia oye! Dr. Samia tulimweleza kama chombo chenu, tukamweleza ingekemaja bado kuna shida. Dr. Samia alitupa fedha za kuanza kujenga sekondari, jumla ya shilingi milioni 182 zililetwa kupitia mfuko wa TASAFU, tukajenga shule ya msingi ya sekondari. Leo watu wa Ingekemaja hawaendi tena kusoma Kitumba. Kwa hiyo ni rais ambaye anaendelea kutusikiliza kama viongozi wake, kama wasaidizi wake. Tunataka niwahakikishie watu wa Wita kwamba maendeleo yamekuja kutosha kwenye kijiji cha Wita na kata ya Kisesa kwa ujumla. Afya, mulikuwa na shida kwenye kituo cha afya, kweli si kweli? Kweli si kweli? Tumeleta milioni 400 tukaboresha kituo chenu cha afya, kimekamilika kwa ukamilifu wake. Leo kila jambo linaishia hapa Kisesa. Ukipata rufaa ni kwenda Bugando moja kwa moja. Dr. Samia akatupa na gari jipya, ikalileta kwenye uwanja huku Nyarikabisi. Maana yake kwamba ni rais ambaye anatusikiliza sisi wasaidizi wake. Samia hoye! Bado tumeleta milioni 150 kwa ajili ya vifaa tiba, tumevileta pale kituo chetu cha afya. Bado makamu wa rais aliposimama hapa, mulisikia sauti yangu hii, sauti ya mtumishi wenu, nikimwambia Kisesa ni mjini, tunahitaji tujenge uzio. Dr. Filipo Mpango akaagiza halmashauri ikatoa milioni 20 tukajenga uzio hapa kwenye kituo chetu cha afya. Dr. Samia ameendelea kutusikiliza watu wa Kisesa na watu wa Mangu. Baada ya kuendelea kuzungumza naye, Dr. Samia chuo cha mipango kilitokuwa Bwiru, tukafanya maarifa, wenye viti wa vijiji wako hapa, pamoja na diwani wetu Michael Kabadi tulikuwa naye, tukatafuta eneo ambalo lilikuwa la mwekezaji Nyanza Road, tukalipata. Baada ya kulipata lokapekeshenya, Dr. Samia akakubali chuo cha mipango kuja Kitumba hapa. Leo chuo hicho cha mipango kimeleta uchumi kwa watu wa Kisesa, kimeleta uchumi kwa watu wa Kitumba, kimeleta uchumi kwa watu wa Wita. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Mama tilia muzi wenye nyumba za kupangisha mpangishi. Ndio maana tunakuja kumwombea Samia tukiwa kifua mbele kwamba kuna mambo yamefanyika na bado kuna mambo ambayo yatakuja kufanyika. Mwambie jirani yako, unasikiliza vizuri? Ndugu zangu wapendwa, tumefanya mengi. Swala la maji kwenye mji wetu wa Kisesa, kwenye mji wetu wa Bujola,
kwenye kijiji cha Wita hakuna asiyejua namna ambavyo tumeshughulikia. Hakuna ambaye sio shahidi kwamba tumemaliza tanki kubwa la kubiki lita milioni 5 ambalo limekamilika pale Bujola, na mabomba makubwa tumekwisha kuyalaza kutoka kwenye chanzo cha maji kuleta kwenye tanki letu. Sasa hivi mkandarasi wa kusambaza mabomba kwa ajili ya kwenda kwa wananchi tayari amekwisha kupatikana. Wakati wowote wakisaini mikataba atakuja kuanza kutandaza maji. Kwa hiyo tatizo la maji kwenye mji wa Bujola, kwenye mji wa Kisesa halitakuwa ni historia kabisa. Ni tanki ambalo tumejenga mara 2 ya tanki la maji lililoko Magu, kwa sababu Kisesa na Bujola inaongezeka kila leo. Watu wanapojaa Mwanza wanarudi Bujola, watu wanapojaa Mwanza wanarudi Kisesa. Ndio maana tumejenga tanki kubwa ili kuhakikisha kwamba tunamaliza tatizo la maji Bujola. Samia hoye! Samia hoye! Ndugu wananchi, mimi kama chombo chenu, kama mnafuatia vizuri bunge, mji wa Kisesa na Bujola ndio mji pekee ambao nimeuongelea bungeni kwa muda mrefu. Yule ambaye hakusikiliza bunge, nenda YouTube ili ujue kwamba ulituma chombo kweli, chombo ambacho kinakuthamini, chombo ambacho kinakusemea, chombo ambacho kinasikilizwa na serikali. Nimezungumza habari ya barabara kwamba Kisesa pekee, Bujola pekee ni sawasawa na wilaya zingine zilizoko nchini hapa. Lakini wilaya ya Magu ni wilaya kubwa, kwa si kweli? Dr. Samia kupitia ilani hii, wale viongozi mlionazo ilani, ukifungua ukurasa wa 84 tumetaja mabarabara yatakayojengwa kwa kiwango cha lami. Barabara la Machinjoni tunajenga kwa kiwango cha lami kilomita 1.5. Liko humu limeandikwa. Barabara la kutokea pale chini kwenda Wita limeandikwa humu litajengwa kwa kiwango cha lami kilomita 1.5. Mabarabara pekee ambayo yatajengwa kwa kiwango cha lami kwenye kijiji hiki cha Wita ni kilomita 3. Baada mabarabara supa, ulipokuwa unazungumza hapa ulisema la kwako unataka lijengwe kwa kiwango cha lami. Nataka nikwambie mimi ni Mkristo, sitaki kudanganya, sitaki kusema uongo. Barabara lako halitajengwa kwa kiwango cha lami, lakini kwenye ilani yetu tumesema tutafungua mabarabara mapya kwa kiwango cha changarawe. Barabara lako lazima liingie na Super Kilema. CCM oye! CCM oye! Ndugu wapendwa, tumekuja kuomba kura ili baada ya kutupatia kura tuendeleze yale ambayo tumeyapanga. Dr. Samia tunamsamia kifua mbele kwa sababu ametupa heshima watu wa Kisesa. Kila mwaka tulipokuja kumtawaza hapa kwa chifu Angaya, kila mwaka amekuwa akija hapa Dr. Samia. Anapokuja Dr. Samia, Bujola na Kisesa uchumi wa wananchi unabadilika. Kwani si kweli? Ulimsikiliza tarehe 8 alizungumza kwamba ataendelea kuja Kisesa kila mwaka. Kwa mimi niwaombe tumpe kura za heshima, tumpe kura za heshima Dr. Samia, ili ninapokwenda kueleza matatizo ya Wita na Kisesa kwa ujumla na Bujola kwa ujumla niweze kusikilizwa bila matatizo yoyote. Tukimpa kura ndogo, ndugu zangu watu wa Bujola, ndugu zangu watu wa Kisesa, hasa watu wa Wita, sitakuwa na sauti kubwa ya kuweza kumweleza Mheshimiwa Rais. Humu ya maelezo mengi. Shule yenu ya Wita
ambayo tumeianzisha kwa ajili ya kujenga sekondari imeelezwa humu. Shule yenu ya Igeye ambayo mwenyekiti mnaendelea kuijenga sasa imeelezwa humu. Shule zote zimeelezwa humu. Nataka niwahakikishie watu wa Wita, watu wa Kisesa kwamba tunakwenda kuifungua Kisesa hasa kwa barabara kwa ajili ya kujenga mitaro. Zote zimeelezwa humu. Mmetajwa mara kadhaa ninyi tu kuliko hata maeneo mengine. Nataka niwahakikishie kwamba Chama cha Mapinduzi kupitia mgombea wake Rais Dr. Samia na mbunge Kiswaga na diwani Susan, tunakwenda kuwashangaza watu wa Kisesa na wala hamtasahau. CCM oye! CCM oye! Wita oye! Susan, naomba uje. Wita oye! Kisesa oye! Ndugu zangu wapendwa, nataka nieleze maneno hapa machache. Hatumsemei Dr. Samia kwa sababu ni mwanamke. Tunamwombea kura Dr. Samia kwa sababu ya uwezo wake. Uwezo wa Dr. Samia umejidhihirisha. Yameelezwa mengi ya kitaifa, na mimi hapa nimeeleza eneo hili tu. Sikutaka nieleze Magu, sikutaka nieleze Kitongosima, sikutaka nieleze Nyanguge, sikutaka nieleze Kabila, sikutaka nieleze Mahaha. Dr. Samia tunamweleza kwa sababu ya uwezo wake, wala sio mwanamke. Nataka niwaambie watu wa Kisesa kwamba wapo wanawake wenye uwezo wa kiuongozi na wako wanawake hawana uwezo wa kiuongozi. Wako wanaume wenye uwezo wa kuongoza na wako wanaume hawana uwezo wa kuongoza. Kweli si kweli? Ndugu wapendwa, mimi nalirudia neno hili. Nimesema Kitumba, nimesema Ingekamaja. Watu wengi ni wanafiki. Mimi sio mnafiki. Mimi ni Mkristo, tena wa dini ya Rasi. Sitaki kwenda kwenye kiti kutubu kwa sababu ya kusema uongo. Mimi sikufikiria kwamba Kabadi anaweza kushinda udiwani hapa. Mimi sikufikiria kwamba Kabadi anaweza kushinda udiwani Kisesa. Hata na marafiki zangu mko hapa, hamkufikiria kwamba anaweza Kabadi akashindwa udiwani kwenye kura za maoni. Sema kweli, mpenzi wa Mungu, na ukweli utabaki kwa ukweli. Mimi Susan sikumfahamu. Susan nimemsikiliza siku tulipokuwa tunaomba kura za maoni. Alisema maneno machache tu, mama watu akaenda kukaa. Nataka niwaambie watu wa Kisesa, Mwenyezi Mungu huwa na mipango yake anayoipanga yeye, wala sio mwanadamu. Kumsifia paka sio yale madoadoa yake. Kumsifia paka ni kule uwezo wake wa kukamata panya. Kweli kweli? Kweli si kweli? Nataka niwahakikishie, kwa sababu Mwenyezi Mungu amependezwa na Susan, watu wa Kisesa, aminini kwamba nendeni mkampe kula. Hata wale marafiki zangu ambao ni marafiki zake na Kabadi, naombi toshe sasa, watu wote turudi kwa Susan kwa maendeleo ya Kisesa. Dr. Samia peke yake si kitu. Kiswaga, mimi kama mbunge wenu si kitu kama huku chini ambaye anaweza kupokea miradi ya maendeleo na kuisimamia, atakuwa wa chama kingine. Nimesema mimi ni Mkristo, msema kweli, mpenzi wa Mungu. Naomba niwaambie ukweli watu wa Kisesa.
Mtanilaumu. Sijui mnanielewa maskini wa Mungu. Ndugu zangu, maendeleo serikali inayotafuta ni ya Chama cha Mapinduzi. Bali wakutukane, wanakupaka mafuta. Usirudishe neno. Usiwe na kisasi. Kisasi ni cha Mungu. Wapende wote, watumikie wote. Hata ambao wanyoshi mikono hapa, wewe ukiwa diwani wahudumie kama ambavyo mimi huwa na wahudumia na ambao wanipendi. Kwa msipani CCM alikuwa yuko tayari kusema Kisesa lazima ipate miradi ya maendeleo. Sasa ujasiri huo Hilda ninaokufahamu ukawe hivyo hivyo kumsaidia Susan, hata kama sipo halmashauri. Wamoni kuombe ili tuwalizishe watu wa Kisesa. Miradi ya kwanza ianzie Kisesa ili wao mashahidi wa mambo haya. Hawa watamsaidia Susan. Maendeleo hayana ukabila. Maendeleo hayana jinsia. Hatumsemi Susan kwa sababu ya mwanamke. Ni ihangisorwa kwengela kwa walelo. Ni waombe sana watu wa Kisesa, muaminini Susan. Mkimwamini Susan, mmeniamini Kiswaga. Mkimwamini Kiswaga, mmemwamini Dr. Samia. Kwa hiyo kila jambo lina wakati wake. Niwahakikishie wana Kisesa kama ni mzawa tungeona walichofanya, na wageni ndio wameleta maendeleo hapa Kisesa. Hapo vipi? Wageni karibuni, na wenyeji na nyie karibuni mjini wetu sote. Niwaambie ndugu zangu, ilani nimeshakabidhiwa na ninajiamini ninaenda kutekeleza kwa nguvu zote. Nililelewa na wazazi wanaojitambua, kwa hiyo msiwe na wasiwasi na mimi. Sitasema mengi kwa maana yameshasemwa. Mimi sio msema mengi, lakini nitatekeleza kwa vitendo ili wana Kisesa waone. Hapo vipi? Niwaombe sana ndugu zangu, kina baba na kina mama, tusibweteke, tusimame kwa ajili ya mama wenzetu, wakina mama wenzangu, kwa ajili ya maendeleo. Tumesikia maendeleo ambayo wakina mama wataletewa. Hapo vipi? Kwani mlishayasikia hayo? Basi mimi nipo kwa ajili ya hayo. Niwaombe sana ndugu zangu wana Kisesa, niwaombe kura tarehe 29 mkanipigie kura. Niwaombe sana mpigie Mheshimiwa Kiswaga mbunge wetu, maana hata mkinipigia mimi peke yangu, asipokuwepo yeye maendeleo hayatafika. Nitaenda nimuombe nani hayo maendeleo. Lakini pia Mama Samia Suluhu apate kura za kutosha. Ninataka kura nyingi, ninawaomba sana. Kwenye hii kata inayoenda kuongozwa na mwanamke, ninataka kuona kura za mwanamke mwenzangu Mama Samia zimetosha.